Tangu asubuhi tunapita kuonana na watu kwenye nyumba zao, tunawaomba kura, na mahala kwingine pale ambapo tuna wagonjwa tunapita kuwasabahi wagonjwa na kuwajulia hali. Lakini katika mzunguko wangu wa leo nimeumizwa sana, kwa sababu wagonjwa ambao nimewaona leo wamenitia simanzi sana, na imeonyesha kazi kubwa tulionayo. Nimepita kumuona binti mmoja mgonjwa jirani na shule ya Karuta, mgonjwa kweli kweli, lakini kutokana na hali ya kipato ya familia amelala ndani tu na hana matumaini yoyote yale ya matibabu. Nimemwona mtoto ana henia, mzazi wake hana matumaini yoyote ya kumtibu yule mtoto. Manake hata hiyo bima ya afya inayozungumzwa, mwenye kipato kidogo anapata bima ndogo. Kwa hiyo akipata magonjwa ambayo gharama zake ni kubwa, hataweza kupata huduma ya matibabu. Mwenye kipato kikubwa atapata bima kubwa na atatibiwa kulingana na kipato chake kikubwa. Mimi ndugu zangu, licha ya kwamba sikuwa bungeni katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, lakini kipindi ambacho nimehudumia kwenye mambo ya afya, kwenye matibabu, watu wengi zaidi wa manispaa ya Kigoma ni kipindi hiki ambacho nimekuwa sio mbunge. Kwa miaka 4 iliyopita, kwa hesabu zangu, make nyingine hata sikumbuki na sahau, make nyingine unaenda hospitali unamkuta mtu wa Kigoma amekosa matibabu, unalipa, una rekodi. Lakini watu ambao wamepita kwa taratibu za kawaida za ofisini kwangu, na wengine mpaka leo wako wanaendelea na matibabu, ni watu takribani 143 katika kipindi cha miaka 4 iliyopita ambayo mimi si mbunge. Lakini watu wengi nilikuwa nawapa huduma siwajui. Napigiwa simu, kuna mgonjwa yupo Kipampa, ana rufaa ya kwenda Muhimbili, naambia haya leteni control number. Kuna mgonjwa yuko Mwanga Kusini, ana rufaa ya kwenda Bugando, naambia leteni control number. Wengi siwajui. Leo asubuhi nyumbani kwangu kaja kijana mmoja kunishukuru, amefanywa operation, nilipilipia operation yake, wala sikumbuki kama niliwahi kufanya hivyo. Kwa hiyo wengi nilikuwa nafanya huduma hii siwajui. Haya ndio mambo ambayo nataka niyabadilishe. Inawezekana nisiyabadilishe kitaifa kwa sababu nagombea ubunge tu, lakini nataka tuonyeshe mfano kwenye manispaa yetu tutakapokuwa tunaongoza manispaa, namna gani ya kujenga mfumo wa afya, mfumo wa huduma za afya ambayo raia yoyote wa manispaa hii, awe na kipato au asiwe na kipato, apate matibabu bora bila kujali hali yake. Mwakati 2005-2010, Kacheche atakumbuka, alikuwa mwenyekiti wa kamati ya mfuko wa mbunge. Tulikuwa tunatenga 50% ya fedha za mfuko wa mbunge, tunachangia watu ambao wanalipia NSSF ili tupate huduma ya bima ya afya, watu wetu waweze kutibiwa bure. Mpango ule na kwenda kurejesha kwa ajili ya kushughulika na afya za wananchi wetu. Tunataka
tujenge manispaa ambayo itakuwa ni mfano. Tujenge manispaa ambayo raia wa manispaa hii akipata ugonjwa wa aina yoyote awe ana hakika atapata matibabu. Kama kufa, afe kwa kudra, kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na sio kwa sababu tumeshindwa kumtibu.